Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 12, kipindi cha kawaida, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 17 aya 5 hadi 8, ya 13 hadi 15 na 18. Na somo la Injili linatoka katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 7 aya ya kwanza hadi ya 5. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Kwa kuwa hukumu ile muhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, niwaalike sasa tutafakari kwa pamoja Injili tuliyoisikia hivi punde. Mazingira ya somo hili yanaanza na maneno haya: msihukumu msije mkahukumiwa. Wapendwa taifa la Mungu, maneno haya yanatutafakarisha kuhusu hatari ya kuwahukumu wengine, huku tukisahau kuangalia maisha yetu wenyewe. Tunaweza kuangazia mfano wa mtu anayeona kibanzi katika jicho la ndugu yake, lakini haoni boriti kubwa lililo katika jicho lake mwenyewe. Ndiyo kusema kwamba maneno haya ni muhimu kuyaelewa, na ni kwa jinsi gani yanatugusa moja kwa moja katika maisha yetu. Mfano boriti na kibanzi. Kwa maana ya kawaida, kibanzi ni kipande kidogo sana cha mti, na boriti ni gogo kubwa au mbao kubwa inayotumika katika ujenzi. Kwa kawaida, haiwezekani mtu kuwa na boriti halisi jichoni, lakini Yesu anatumia maneno haya kwa kutumia lugha ya picha ili kusisitiza fundisho lake, ambapo kibanzi kinawakilisha kosa dogo au udhaifu unaouona kwa mtu mwingine, na boriti inawakilisha dhambi, unafiki, kiburi na mapungufu makubwa yaliyomo ndani yetu ambayo hatutaki kuyakubali. Na ujumbe wa Yesu kupitia maneno haya anatufundisha kwamba mara nyingi tunaona makosa madogo madogo ya wengine kwa urahisi, lakini tunapuuza makosa yetu makubwa. Pia tunakuwa wakali kwa wengine na wapole kwa nafsi zetu. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema boriti ni mfano wa makosa yetu wenyewe ambayo tunayapuuza, na kibanzi ni makosa ya wengine ambayo tunayaona haraka. Yesu anatufundisha kujichunguza kwanza kabla ya kuwahukumu na kuwarekebisha wengine. Sambamba na maneno hayo, Yesu hamaanishi kwamba tusitambue mema na mabaya ya watu, bali anatukataza kuwa waamuzi wenye hukumu kali kwa wengine, wakati sisi wenyewe tuna mapungufu mengi, na mara nyingi ni rahisi kuona makosa ya watu wengine kuliko kukubali na kutambua makosa yetu binafsi. Mfano, tukiangazia katika Biblia, tunaona mfano mzuri ni Mfalme Daudi. Baada ya kufanya dhambi ya uzinzi na kumuua Uria, Nabii Nathan alimwendea na kumsimulia kisa cha mtu tajiri aliyemnyang'anya maskini mwanakondoo wake pekee, na Daudi alikasirika sana na kumhukumu mtu huyo kuwa anastahili adhabu.
Ndipo Nathani akamwambia, wewe ndiwe mtu huyo. Daudi aliweza kuona kosa la mtu haraka, lakini alishindwa kuona dhambi yake mwenyewe mpaka alipoambiwa ukweli. Pia tunaona mfano mwingine wa mfarisayo na mtoza ushuru. Mfarisayo alijiona kuwa mtakatifu sana na akamdharau mtoza ushuru, lakini yule mtoza ushuru alinyenyekea mbele za Mungu na kuomba rehema. Na Yesu anasema kwamba mtoza ushuru ndiye aliyerudi nyumbani akiwa amehesabiwa haki mbele za Mungu. Mungu upendezwa na moyo wa toba kuliko moyo wa kujiona bora kuliko wengine. Mbali na mifano hiyo tuliyoiona katika maandiko matakatifu, pia kwa namna ya pekee tuangazie katika maisha yetu ya kila siku. Somo hili linatugusa katika nyanja zipi? Katika maisha yetu ya kila siku, mara nyingi tunawahukumu watu kwa muonekano wao, hali yao ya maisha, makosa yao ya zamani, au maneno tunayoyasikia kuwahusu. Tunaweza kumuona jirani aliyefeli katika jambo fulani na kumsema vibaya, huku sisi wenyewe tukificha udhaifu na makosa yetu na kujifanya bora sana. Mfano mzuri ni kwa upande wa wafanyakazi, ambapo tunaweza kumhukumu mfanyakazi mwenzetu kwa kuchelewa kazini bila kujua matatizo anayopitia nyumbani, ambapo pengine anauguza, umbali wa eneo la kazi, pengine hata changamoto za usafiri. Pia tunaweza kuwahukumu vijana kwa mavazi yao na mtindo wao wa maisha, bila kujua jinsi gani wanavyopambana kumtafuta Mungu, na pengine wanakuwa hivyo kwa sababu ya ugumu wa maisha na manyanyaso wanayopata. Pia katika maisha ya ndoa, unaweza kumkosoa mwenzi wako wa ndoa kwa kosa moja na kusahau mema na mazuri ambayo aliwahi kutenda, na mbaya zaidi, inapelekea hadi kusahau makosa mengi ambayo wao wametusamehe. Ndugu zangu, Yesu anatualika kwanza kufuata na kufanya yafuatayo, hasa pale inapotokea kwamba tunataka kumkosoa au kumwelimisha mtu juu ya jambo fulani, na mambo haya ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, jirekebishe kwanza. Maneno haya tunayakuta katika Injili ya Mathayo sura ya 7 hadi ya 5. Yesu anaposema, itoe kwanza boriti iliyo katika jicho lako, ndipo utaona vema kukitoa kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako. Kuonyesha kwamba tunatakiwa kufanya uchunguzi wa dhamiri zetu kabla ya kumrekebisha mwingine, na tujiulize, je, na mimi ninakosa kama hilo? Je, ninafanya hivyo kwa upendo au kwa hasira? Je, lengo langu ni kumsaidia au kumwaibisha? Na jambo la pili, mrekebishe kwa upole. Hasa tukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 6 aya ya 1, akisema, mkimuona mtu ameingiliwa na kosa lolote, ninyi mlio wa rohoni mrejezeni mtu kama huyo kwa roho ya upole. Kuonyesha kwamba maneno makali na ya kudhalilisha mara nyingi humfanya mtu ajitetee badala ya kutubu, lakini kwa upole hufungua mlango wa kusikilizana. Na jambo la tatu, ongea naye faragani kwanza. Yesu mwenyewe alifundisha hivi, mfano katika Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 15, kwamba ndugu akikukosea, nenda ukamwambie kosa lake akiwa peke yake, na hii umlinda na kumwepusha mtu huyo dhidi ya aibu isiyo ya lazima, na hapo huonyesha heshima kwake, lakini pia inampa uwanja mpana wa kutafakari na kufanya mang'amuzi sahihi juu ya jambo ulilomwambia.
Na jambo la 4, tumia ukweli pamoja na upendo. Mfano mzuri ni nabii Nathan alipomrekebisha mfalme Daudi. Hakuanza kwa matusi wala fedheha, bali kwa heshima na hekima alimsaidia Daudi kuona kosa lake mwenyewe. Lengo lilikuwa toba na marekebisho, si kumwangamiza. Na vivyo hivyo nasi hatuna budi kufanya hivyo. Na jambo la 5, omba kabla na baada ya kumrekebisha. Mungu ndiye anayebadilisha moyo wa mtu. Kabla ya kuanzisha mazungumzo na mtu aliyekukosea, muombee kwanza, na baada ya mazungumzo endelea kumwombea ili Roho Mtakatifu amuongoze. Na jambo la 6, kuwa tayari kusamehe. Mtu akitambua kosa lake na kutubu, tusiendelee kumkumbusha makosa yake ya zamani. Mfano mzuri ni wa Kristo aliyetusamehe, nasi tunapaswa kusamehe vivyo hivyo. Tunaweza kujiuliza, mfano, ikitokea rafiki yako ameanza kuishi maisha ya mtindo wa kusema uongo, wewe kama rafiki yake una wajibu wa kufanya kwake ili aweze kuondokana na mtindo wa maisha hayo. Na wajibu wako ni kutokumsema mbele za watu, kutafuta muda wa kuzungumza naye kwa utulivu. Mweleze kwa upendo kile anachokiona na madhara yake. Msikilize pia ili kuelewa upande wake kwa nini anafanya hivyo. Na mwisho, mpe moyo wa kubadilika na umwombee. Ndugu zangu, ninapohitimisha tafakari hii, neno la Mungu leo linatualika kuwa na unyenyekevu, kuwa na moyo wa toba na kuwa na moyo wa huruma. Maana tunapojifunza kuangalia kwanza boriti katika macho yetu, ndipo tunakuwa watu wenye upendo zaidi, wenye kuelewa wengine na wenye uwezo wa kusaidia badala ya kuhukumu. Maana Mungu anatuita kuwa vyombo vya rehema na si vya hukumu. Ndugu zangu, tumuombe Bwana Yesu atusaidie kuona makosa yetu kabla ya makosa ya wengine. Atupe moyo wa unyenyekevu, huruma na upendo, lakini atufundishe kusahihisha kwa upole na kusamehe kama yeye anavyotusamehe kila siku. Na nimalize kwa maneno ya Mtakatifu Gaspari katika tafakari yake ya siku ya leo akisema, kamwe tusiende mbele ya Yesu tukiwa mikono mitupu, walau tumtolee hamu yetu ya kutaka kumpenda. Je, yatokanayo na kutokumpenda hayatokani na nia yetu ya kutaka kumpenda? Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Kevin Nixon wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!